Okay, maswali yako manne na nitayasoma kwa pamoja tutayajibu tena vile vile kwa pamoja. Lakini yote naona yanajikita kwenye kilichoamuliwa leo na mahakama kwenye kesi ya Tundu Lissu. Maamuzi madogo haya ya uwepo wa kesi ya kujibu. Anasema, je, mshtakiwa ana mamlaka ya kumuita mtu yeyote kuwa shahidi? 2, kama rais hawezi shtakiwa kwa kosa lolote, je, inawezekana kuitwa mahakamani kwa mshtakiwa tu kumtaja? Okay. Namba 3, nini hatari ya shahidi wa kesi ya jamhuri kuwaita viongozi wakuu wa jamhuri wamtetee? 4, nini msingi na maana ya uamuzi wa leo kuwa na kesi ya kujibu? Nafikiri hili swali la 4 ndo nianze nalo. Msingi wa maamuzi madogo ya leo unatokana na takwa la kikatiba kwamba mtu yeyote aliyekamatwa na polisi hatakiwi kuchukuliwa kwamba ana hatia mpaka upande wa mashtaka ulete ushahidi wa kuonesha kwamba ana hatia. Wakishamaliza hapo upande wa mashtaka, ndipo mahakama itatoa maamuzi madogo kama haya yaliyotoka leo, kwamba sasa kwa ushahidi ambao umetolewa na upande wa mashtaka una kesi ya kutakiwa kujieleza sasa. Kwa hiyo msingi wake ni kwamba mtu anayekuwa amefanya kosa jinai hataki kuchukuliwa kama ni mhatia mpaka pale ambapo upande wa mashtaka umetoa ushahidi na vielelezo vyake, sarakasi zote zilizokuwa zinafanywa na prosecution na upande wa mashtaka kipindi chote toka Lissu amekamatwa, walikuwa wanatekeleza huu wajibu wa kikatiba kwamba je, ushahidi tulionao unatosha kumfanya sasa Tundu Lissu ajibu? Kwa hiyo kumbe kama ushahidi ambao upande wa mashtaka wameutoa usingekuwa na msingi, usingeweza kuthibitisha hatua hii ya leo kwamba kuna kesi ya kujibu, basi Tundu Lissu alikuwa achiwe leo. Sasa kwa maamuzi haya ni kwamba sasa Tundu Lissu anatakiwa sasa kuanza kujieleza, kwa sababu ushahidi unajitosheleza kuonesha kuna kosa limefanyika. Sasa lakini huu uamuzi sio kwamba ndio yuko hatiani. Kuna maamuzi mengine atafanywa baadaye kuonesha, baada ya Tundu Lissu kutoa ushahidi wake wote ukalinganishwa sasa na ule uliotolewa na upande wa mashtaka, ndio mahakama sasa itafanya sasa maamuzi mengine ya kwamba sasa Tundu Lissu anatiwa hatiani ama hatiwi hatiani. Sasa kama anatiwa hatiani, basi atatoka shufaa kujitetea, kujieleza majukumu yake na mazingira yake anayoishi, kwa nini apewe adhabu rahisi afu mahakama inampa adhabu. Lakini kama baada ya kulinganisha ushahidi wa Tundu Lissu na ushahidi uliokwisha kutolewa kwa upande wa mashtaka ikaonekana hatiani, atakiwa aachiwe, na kisha achiwa hapo hatakiwi kukamatwa tena kwa kosa kama hili. Kwa msingi wa uamuzi wa leo uko hapo, lakini haumaanishi kwamba kwa hatiani mpaka hatia itakapotamkwa baada ya Tundu Lissu kusikilizwa, ila uamuzi wa leo unafungua sasa kinywa cha Tundu Lissu kuanza kujitetea. Sasa hilo ni swali la 4. Swali la 5 sasa, swali la kwanza sasa, au nirudi tu hivi nyuma. Nini hatari ya shahidi wa kesi ya jamhuri kuwaita viongozi wakuu wa jamhuri wamtetee? Nafikiri hatari ipo. Nimeona comment ya baadhi ya watu kujaribu kulifanya jambo kwa la kisiasa. Sheria haifanyiki kwenda kwenye siasa pale ambapo rekodi na ushahidi yani rekodi za mahakama zinakidhi sheria inachokitaka. Sijui plani ya defense imelenga nini, inataka kuachieve nini. Inawezekana iko sahihi kwa sababu uzoefu tunatofautiana, maarifa, lakini kwangu mimi, kwa maoni nikisoma sheria za ushahidi zinazo govern examination in chief ambayo anakwenda Tundu Lissu kuifanya kwa hawa mashahidi aliyewachagua, harshness za sheria zinazo govern examination in chief zinamtaka Tundu Lissu aulize swali, shahidi ajieleze. Naona kama tukachukulia kwamba sasa wakaamua kuja hao mashahidi kama alivyowaita, wakaja tuko mahakamani. Sioni weakness kwenye ushahidi wao. Kuna uwezekano kusiwepo na weakness kwenye ushahidi wao.
Tena ni nafuu, bora wangeitwa na prosecution, yeye akawa cross kidogo. Kuna maswali ya kugonganisha hapa na hapa, chukua shahidi wao, piga huku hivi. Unamuuliza shahidi mkuu wa dola, unatumia neno shahidi wa kesi ya jamhuri, kuwaita viongozi wakuu wa jamhuri. Kama kiongozi mkuu wa jamhuri, na maana yake lazima kama atakuja ujue ushatakao utoa unaweza usiwe nafuu wako, kwa sababu sheria itakubana wewe kuwapeleka kwenye engo wanayoitaka. Wako huru kujieleza kwenye engo ambayo inaweza ikafeva kesi ya jamhuri. Kama kweli shahidi wa kesi ya jamhuri kuwaita viongozi wakuu wa jamhuri wamtetee, nafikiri hatari ipo. Nimeona comment ya baadhi ya watu kujaribu kulifanya jambo kwa la kisiasa. Sheria haifanyiki kwenda kwenye siasa pale ambapo rekodi na ushahidi yaani rekodi za mahakama zimekidhi sheria inachokitaka. Sijui plani ya defense imelenga nini, inataka kuachieve nini. Inawezekana iko sahihi kwa sababu uzoefu tunatofautiana, maarifa, lakini kwangu mimi, kwa maoni nikisoma sheria za ushahidi zinazo govern examination in chief, ambayo anakwenda Tundu Lissu kuifanya kwa hawa mashahidi aliyewachagua, harshness za sheria zinazo govern examination in chief zinamtaka Tundu Lissu aulize swali, shahidi ajieleze. Naona kama tukachukulia kwamba sasa wakaamua kuja au mashahidi kama alivyowaita, wakaja tuko mahakamani. Sioni weakness kwenye ushahidi wao. Kuna uwezekano kusiwepo na weakness kwenye ushahidi wao. Tena ni nafuu, bora wangeitwa na prosecution, yeye akawa cross kidogo. Kuna maswali ya kugonganisha hapa na hapa, chukua shahidi wao, piga huku hivi. Unamuuliza shahidi mkuu wa dola, unatumia neno shahidi wa kesi ya jamhuri, kuwaita viongozi wakuu wa jamhuri. Kama kiongozi mkuu wa jamhuri, na maana yake lazima kama atakuja ujue ushatakao utoa unaweza usiwe nafuu wako, kwa sababu sheria itakubana wewe kuwapeleka kwenye engo wanayoitaka. Wako huru kujieleza kwenye engo ambayo inaweza ikafeva kesi ya jamhuri kama kweli wakafika mahakamani. Kwa hiyo kwa haraka kwa sheria zinazo govern examination ya witness, mimi naona kama prosecution wana nafuu, wamerahisishiwa kesi yao kama mashahidi hawa wakafika mahakamani. Upande wa mashtaka wangepata wakati mgumu kama wao ndio wangekuwa wameleta wa mashahidi. Kwa upande wa mashtaka wangepata wakati mgumu, lakini kwa kuitwa na Tundu Lissu halafu prosecution ndio wafanye cross, naona weakness kubwa itakuwa kwenye kesi ya defense. As my opinion, sijazungumzia experience na hiyo seniority na vitu kama hivyo. Kama rais hawezi shtakiwa kwa kosa lolote, je, inawezekanaje kuitwa mahakamani kwa mshtakiwa tu kumtaja? Nimesikiliza maoni ya watu wengi, wanaishia kwenye ile competence and comparability, wanaishia pale. Ni kweli kwamba mtu yeyote mwenye akili timamu, asiye kichaa, asiye mtoto, asiye mzee sana, ana sifa za kutoa ushahidi na analazimishika na mahakama kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa maana ya kumtaja shahidi mahakamani, jambo moja, mahakama inapokuwa imetoa summons ya kumwita yule shahidi, ile tena sio kauli ya yule aliyemtaja, ni amri ya mahakama, lazima utokee mahakamani utoe ushahidi. Ndio maana ya competence, una sifa kutoa ushahidi, na ulazimishika comparability ya wewe kufika mahakamani, kwamba ile summons itakayoandikwa mahakama sio tena kauli ya yule aliyesema nataka shahidi fulani, ni amri ya mahakama, lazima ufike utoe ushahidi. Sasa kwa upande wa rais ama mkuu wa nchi, ipo sheria nyingine ambayo inaitwa Presidential Affairs Act, sheria ya masuala ya urais, tuseme kwa Kiswahili. Sheria hii kifungu cha 9 kinakataa rais kuwa comparable. Ni competent, yes, lakini sio comparable.
Yaani wanapoishia tu labda ni kumpa taarifa mahakama, notification, kuna mtu amekutaja huku bwana, kama wewe unafaa kuwa shahidi. Wanaishia hapo. They cannot add order ya kumcompel kufika mahakamani. Wewe unayemtaka huwezi ukaimove mahakama imuamuru. Kwa hiyo tukisoma sheria kama ilivyo, hatokuja kwa sababu halazimishiki kuja. Anaweza labda aamue yeye kuja kutoa ushahidi dhidi ya Tundu Lissu. Na kama atakuja, je, anakuja kumtetea kweli Tundu Lissu? Kwa sababu Tundu Lissu ndo anaita washahidi wa kumtetea, maana yake je, anakuja kumtetea Tundu Lissu? Ni vitu bado viko sana kihabari zaidi kuliko kisheria. Na kidogo, if you want to challenge the jurisprudence, sawa. Fanya critical thinking ya wasomi hapa inakuwaje, lakini if you are trying to mean building your case. Swali la mwisho, swali la kwanza